Na mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya habari ambazo sasa hivi huko mtandaoni zimeanza kumeke headline ni hii habari mpya kabisa ambayo ameonekana msanii Ali Kiba akiwa yuko studio na mmoja kati ya wasanii ambao alikuwepo katika record label ya WCB. Bwana, ni obvious kwamba kila mtu atakuwa anafahamu kwamba ni kwa muda kidogo wasanii wamekuwa wakishirikiana, hususan bwana swala hili la kushirikiana, yani kuna baadhi ya kolabo ambazo zilikuwa haziwezekani hapo awali, lakini sasa hivi bwana, kwa namna moja au nyingine tunaona wazi kabisa ni kolabo ambazo zinawezekana, yani it's possible kolabo hizi kufanikiwa. Sasa basi hapa nazungumzia moja kwa moja kolabo ya wasanii mbalimbali. Kwa mfano bwana, hapa kuna collaboration ambayo ilitokea mwaka jana, ilikuwa ni kolabo ya Rayvanny na Harmonize. Kama unavyoelewa kwamba Rayvanny na yeye pia baada ya kujitoa katika record label ya WCB alikuwa yuko huru, which means kwamba alikuwa ni fursa yake yeye kufanya kolabo na msanii yoyote yule ambaye yeye mwenyewe anajisikia kufanya naye kazi, japo kutokana na kwamba hapo awali kulingana na maelezo au kulingana na sheria za record label ya WCB zilikuwa hazimruhusu Rayvanny kufanya kazi na msanii ambaye yuko nje ya record label hiyo bure. Kwa hiyo malipo yalikuwa ni makubwa sana kwa msanii yoyote yule ambaye anatamani kufanya kazi na msanii ambaye yuko ndani ya record label ya WCB. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba WCB bwana kidogo ilikuwa ina mikakati mizito, ilikuwa iko na boundaries za hali ya juu kuzuia wasanii wake kufanya kazi na msanii mwingine yeyote yule ambaye yuko nje ya record label hiyo bila kuwepo kwa malipo ambao wenyewe walikuwa wameyaweka. Sasa basi ikapelekea wasanii wengi sana wa WCB kufanya nao collab, au wao pia kufanya collab na msanii ambaye yuko nje ya record label ilikuwa kidogo ni ngumu mno. Umeona bwana, kwa sababu vigezo na masharti wasanii wengi sana walikuwa hawezi kuvifikia. Sasa baada ya wasanii hao kuwaona wakiwa wametoka katika record label hiyo, wamekuwa wako huru na tukaona wakawa wanafanya collab na watu wengi sana baada ya kutoka tu katika record label ya WCB. Kama unakumbuka vizuri bwana, hata Harmonize naye pia alipotoka WCB moja kwa moja tukamwona akiwa amefanya kazi na Nandy na Lady JD, Q Chilla na wasanii wengine wengi sana. Lakini pia Rayvanny naye pia the same, alivyotoka WCB tumemwona akifanya kazi na wasanii kibao akiwemo mpaka Ali Kiba ambaye tunafahamu kwamba alikuwa ni mshindani wa Diamond kwa muda mrefu sana, jambo ambalo tunafahamu kwamba iwapo kama Rayvanny angekuwa yuko WCB bado swala la yeye kufanya collab na Ali Kiba ni kitu ambacho kilikuwa hakiwezekani hata kidogo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba baada ya Harmonize kufanya hayo, pia vile vile tumeona kwa mfano mwingine ni kwamba Rayvanny naye pia the same amefanya kazi mpaka na Ali Kiba baada ya kutoka WCB. Lakini pia tumemwona Mbosso Kani naye alivyotoka tu WCB akaenda kufanya kazi na Harmonize na wasanii wengine kibao. Umeona bwana, lakini kikubwa zaidi ambacho sasa hivi hapa kimemeke headline ni kwamba siku chache zilizopita Mbosso alikuwa ametoka kufanya kazi na Harmonize Konde Boy na ngoma inakwenda kwa jina la Leo, moja kati ya ngoma ambazo zimepokelewa vizuri sana katika industry. Wadau wengi sana wamefurahishwa na ngoma hiyo, hususan ukizingatia kwamba Harmonize na Mbosso ni moja kati ya wasanii ambao wanasifiwa zaidi hapa Tanzania katika swala zima la ubora katika masuala ya uandishi. Umeona bwana, kwa hiyo wawili hawa kufanya collab bwana ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimewafurahisha watu wengi sana kuwaona vijana hawa wakiwa wameshirikiana. Lakini pia vile vile jambo ambalo lingine ambalo tumelishuhudia huko mtandaoni bwana ni kwamba tumeona wazi kabisa bwana, baada ya collaboration ya Harmonize na Mbosso, sasa hivi tena nakuja collaboration nyingine ambapo Mbosso bwana tumemwona akiwa yuko studio za Kings Music Record akiwa yuko kule kwa ajili ya kurekodi. Yani kuna project inakuja baada ya Mbosso kushirikiana na Harmonize na matokeo kuwa positive. Basi vile vile tunamwona Mbosso ameamua sasa kushirikiana na Ali Kiba na nadhani watu wengi sana wamefurahishwa na hili kutokana na kwamba tunafahamu Ali Kiba ni mkali wa melody, lakini pia upande wa pili Mbosso ni moja kati ya waandishi bora zaidi hapa Bongo. Kwa hiyo kama wakifanya collaboration obviously lazima kazi itakuwa kali.
So wadau mbalimbali bwana wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hii issue ya wasanii hawa kufanya collaboration, ambapo hapa bwana tuko na Mr Pimbi ambaye na yeye pia bwana amekuja kutia neno kuhusiana na sakata hili la Mbosso kuingia studio na Alikiba. Kuna swali binafsi huwa najiuliza, ni kwa nini kabla hatujaanza kuchambua collab yenyewe, ni kwa nini wanamuziki wengi wanaotoka WCB wengi wakitoka tu wanaanza harakati za kuanza kufanya kazi na wanamuziki ambao walikuwa na uhasama na WCB? So hayo bwana ni maswali ya Mr Pimbi, anauliza kwamba kwa nini wasanii wengi ambao walikuwepo WCB wakitoka wanaanza kufanya kazi na wasanii ambao wako na uhasama na WCB. Kwa hiyo hapa haijajulikana, lakini kikubwa ambacho waga kinasemekana sababu ya wasanii kufanya hivi, wadau waga wanasema kwamba wanatengeneza ile fan base, wanakusanya mashabiki wote wale ambao wako nje ya WCB au wanaoichukia WCB. Ukienda kufanya kazi na wasanii ambao wao wanawapenda, basi moja kwa moja wale wanaoichukia WCB nao pia wanakuja kumsupport msanii huyo baada ya kutoka katika record label hiyo. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ambayo inapelekeaga wasanii kufanya hivyo. Lakini Mr Pimbi kuishia hapo bwana, alikuwa na mengi ya kuzungumza, nataka uendelee hapa kumsikiliza. Ama walikuwa hawako sawa na WCB. Nitakuhesabia Rayvanny wa WCB, ama naweza kusema hasimu wa Diamond Platnumz, ni watu ambao hawaivi chungu kutoka WCB akafanya kolabo na Harmonize, na sasa tumeona yupo anafanya kolabo na Alikiba. What's going on there baina ya WCB na wanamuziki wengine? Mimi sitaki kujua, nitasoma comment zako hapo chini. Lakini moja ya vitu ambavyo vinasubiriwa kwa hamu kubwa sana ni kolabo itakavyokuwa. Je, itakuwa ni bora zaidi ya ile ya leo ambayo Harmonize ameimba na Mbosso? Je, Mbosso ataweza kumfunika Alikiba mara baada ya kumfunika Harmonize Konde Boy Konde Jeshi katika wimbo ule wa wanamuziki tofauti? Lakini so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana kwa upande wa Mr Pimbi. Lakini katika caption hapa pia akaandika kwamba inaonekana kwamba amesema kwamba wameonekana wakiwa studio. Je, ni Mbosso featuring Alikiba? Kuna maswali kadhaa hapa ya kujiuliza. Kwa nini wasanii wa WCB, kwa nini wasanii wengi wakiwa chini ya WCB wafanye collab na wasanii wengine ambao ni mahasimu wa Diamond? Lakini pia vile vile swali la pili Mr Pimbi ameandika kwamba kwa nini mara tu wanapotoka WCB haraka wanakimbilia kufanya collab hizo? Alafu la tatu, swali lingine ili la tatu, Mr Pimbi bwana hapa ameandika kwamba je, kolabo hizi zinafanywa kwa lengo la kumkomoa Diamond au kwa sababu nyingine kabisa za kimziki na kibiashara? Rayvanny alifanya hivi, sasa hivi Mbosso naye pia amefuata mkondo huo, coincidence au ni mkakati? Ameandika hivyo Mr Pimbi. Lakini hapa kuna peji nyingine hapa wamekuja pia vile vile kuzungumza kuhusiana na hiyo issue. Kwa kifupi ni kwamba hii bwana ndio story ambayo sasa hivi ina trend zaidi huko mtandaoni. Ukiwa kama mdau, nawe pia hebu tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.